Unajua kama kiasi kidogo cha pesa unachokitumia vibaya leo kinaweza kuathiri maisha yako kwa miaka 5 ijayo. Watu wengi hufikiri kuwa fedha ni kitu cha kutumia kwa starehe au mahitaji ya kila siku, lakini ukitumia pesa bila mpangilio, hata ukiwa na kipato kikubwa, pesa itaisha haraka. Leo nitazungumzia kanuni muhimu 5 ambazo ni za matumizi ya pesa, zitakazo kusaidia kuwa na uhakika wa kifedha, kuepuka madeni yasiyo ya lazima na kujenga mali inayokuletea amani ya kifedha. Hizi kanuni sio tu nadharia, bali ni hatua zitakazobadilisha maisha kwa wale watakaozitumia kwa uwazi na kwa nidhamu. Watu wengi leo wanapata pesa, lakini ni wachache sana wanajua kuzitumia kwa hekima. Ndio maana unaona mtu ana kipato kizuri, lakini bado anaishi maisha ya msongo wa mawazo, madeni na hofu. Tatizo sio kukosa pesa, tatizo ni kukosa kanuni za matumizi ya pesa. Kuna kijana mmoja alikuwa akifanya kazi ya kipato cha kawaida sana. Kila mwisho wa mwezi pesa zilikuwa zinaisha haraka. Akaamini kuwa kipato chake ni kidogo sana. Baada ya muda alipata mshahara mkubwa zaidi ya ule aliokuwa anaopata mwanzo, lakini cha kushangaza, hali yake haikubadilika, lakini ilizidi kuwa mbaya na madeni yalizidi kuongezeka. Siku moja aligundua kuwa tatizo halikuwa ni kiasi cha pesa ambacho anakipata, bali ni jinsi anavyokuwa anazitumia pesa zake. Alipoanza kufuata kanuni za matumizi ya pesa, maisha yakaanza kubadilika polepole. Na hapa ndipo tunapojifunza kuwa ili pesa zikusaidie, ni lazima uziwekee kanuni. Hebu sasa tuangalie kanuni 5 za msingi za matumizi bora ya pesa. Kanuni ya kwanza, tengeneza budget. Budget ni ramani ya pesa zako. Bila budget, pesa zako zitatembea bila mwelekeo. Budget inakuonyesha unapata kiasi gani, inaweza kuwa ni kwa siku, wiki au kwa mwezi. Unatumia kiasi gani na pesa zako zinaenda wapi? Mtu asiye na budget kawaida huwa anashangaa pesa zimeishaje, lakini mwenye budget anajua hata senti yake moja imeenda wapi. Kanuni ya pili, ishi chini ya kipato chako. Hii ni kanuni ngumu, lakini ni muhimu sana kuijua na kuifanyia kazi. Maisha bora hayapimwi kwa vile vitu ambavyo unavionyesha mtandaoni, bali maisha bora yanapimwa kwa amani ulionayo. Usiishi maisha ya kuigiza ili kuwafurahisha watu. Ukipata 10,000 usiishi kama mtu mwenye 20,000 mfukoni. Hapa ndipo uhuru wa kifedha unapoanza. Kama unapenda kujifunza kuhusu biashara, ujasiriamali, uchumi, uwekezaji na kujitegemea kifedha, subscribe sasa kwenye channel hii, kwa sababu kila video tunayo-upload ni fursa ya kujifunza kitu kipya. Tuendelee. Kanuni ya 3, weka akiba kabla ya kutumia pesa yako. Watu wengi huwa wanasema, nikimaliza kufanya matumizi yangu, pesa itakayobaki ndio nitakayoweka akiba. Badili huo mfumo. Ukipata pesa, weka akiba kwanza, halafu tumia kinachobaki. Akiba ni kinga ya maisha yako mwenyewe, maisha yako ya leo na maisha yako ya kesho. Kanuni ya 4, epuka madeni yasiyokuwa na ulazima. Sio kila mkopo ni mbaya. Kuna mikopo mizuri na mikopo mibaya, lakini mkopo unaochukua kwa ajili ya kufanya starehe ni mkopo hatari sana. Kukopa kwa ajili ya vitu visivyokuongezea kipato chako ni kujifunga wewe mwenyewe. Ukikopa, hakikisha deni linaongeza thamani na kipato, sio mzigo. Kanuni ya 5 na ya mwisho kwa siku ya leo, tumia vizuri kipato chako. Kipato ni rasilimali. Tumia pesa zako kwa vitu vinavyokuendeleza, kwa vitu vinavyokuongezea maarifa, kwa vitu vinavyokuandaa kwa maisha ya baadaye. Pesa ikitumika bila mpango huisha bila kupata faida. Pesa ukiziongoza kwa kanuni zitakutumikia vizuri na kukupa faida, lakini ukiziacha bila kutumia kanuni zitakutawala na kukuendesha maisha yako yote. Anza leo, tengeneza budget, ishi chini ya kipato chako, weka akiba kwanza kabla ya kutumia, epuka madeni yasiyo ya lazima, tumia kipato chako kwa hekima. Ukifanya hivi, maisha yako ya kifedha hayatakuwa ya kubahatisha. Anza sasa. Hili ni darasa la biashara na ujasiriamali. Asante.